Habari za wakati huu mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Utupaji wa taka chini ya daraja linalotenganisha kata za Tabata na Kigogo jijini Dar es Salaam umeelezwa kuchangia kuwepo kwa mafuriko ya mara kwa mara katika eneo hilo kutokana na maji kushindwa kupita katika mkondo wake. Wakiongea na Kurasa leo, baadhi ya wananchi wanaoishi karibu na eneo hilo wamesema kukosekana kwa magari ya kuzoa taka ndiyo sababu kubwa inayochangia watu kutupa taka chini ya mfereji huo na kusababisha kuwepo kwa mmomonyoko wa ardhi ambao umepelekea baadhi ya nyumba kupasuka nyufa za. Ninashauri manispaa ya Ilala ituletee magari ili kuzoa taka, kwa sababu wananchi wa huku wanashindwa kuweka taka sehemu husika kutokana na magari. Hata kama kiweka magari hayaji kuchukua, ndio maana wananchi wanakuja kwa kuiba na kutupa taka pale. Raia sema kutupia taka hawana, kwa kama hivyo wanawatuma watoto waje kutupa taka au mateja au sometimes wao wenyewe nishaona. Kwa hiyo ndio hivyo, ingetakiwa serikali itenge kabisa, yani sehemu kabisa kwa bana hapa sehemu tau takataka mtakuwa mnatupia sehemu hii. Athari zake kubwa, kwa sababu athari zake ni mmomonyoko wa ardhi. Kama hivyo maji yakijaa daraja huwa linakatika, ili inalepewa mara kibao. Kwa hiyo athari zake na mafuriko upande wa huku juu, kwa maji yanashindwa kupita, maji huwa mengine yanarudi kusambaa huku, unakuta ni athari zake hata mijengo ya watu kuvunjika. Tuendelee kukupekulia Kurasa kwa hili. Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Ubungo Kisiwani jijini Dar es Salaam Bwana Ramadhani Masoud ameiomba serikali kumsaidia kukabiliana vitendo vya watu wanaojiita ulinzi shirikishi katika eneo hilo ambao wamekuwa wakijificha kwenye uchochoro unaofahamika kama chumba kirefu na kuwakamata bodaboda kisha kuwachukulia fedha zao. Akizungumza leo huku akiwa ameambatana na bodaboda hao, Bwana Masoud amesema licha ya ulinzi shirikishi kupigwa marufuku katika mtaa huo, lakini wamekuwa wakiwafanyia vitendo viovu waendesha bodaboda kutoka katika mtaa wake. Kero yangu kubwa ni kwamba kuna vijana wanajifanya ulinzi shirikishi. Wanakaa kwenye kona hapo, wanawaumiza, wanawafanya vijana wa bodaboda, kuwakamata na kuwanyang'anya hela zao, kufanya kama wao ni ulinzi shirikishi, njia ya ruhusa kupita. Kwa kweli siku moja nilikuwa nimetoka kupeleka abiria Mwenge, nikawa narudi taratibu mida ya saa 2:30 usiku. Kufika njia ile ili kutokea njia hii kwenda kituo changu kingine cha Shungashunga, ndipo kuja kutokea pikipiki nyuma nyingine na watu kushuka kunichomolea funguo na kuniambia kwa nini unapita njia hii, umeona na tunaomba tukukague. Nikamwambia nyie ni kama nani, naombeni mnipe kitambulisho chenu. Wakasema sisi ni shirikishi, lakini hata vitambulisho hawakunionyesha. Siku zile walifanikiwa kuchukua shilingi 15,000 yangu. Kutoka vituo hivi vya karibu hapa Ubungo, Urafiki na nini, ukifika hapa kuanzia mida ya saa 1 za usiku unakuta vijana wamekaa ulinzi shirikishi, wamejibanza kwenye kuta kule kama vibaka usiku, pamoja na askari wakiwa wamejibanza ukutani kule wameshika mabunduki. Wakifika pale wanatukamata, wakitukamata wanatushurutisha na kutupiga, kutulaza chini, wanatunyang'anya hela zetu, hata kama tuna simu wanatunyang'anya simu zetu. Tumalizie kukupekulia Kurasa kwa hili. Mbunge wa jimbo la Ubungo jijini Dar es Salaam Bwana Saidi Kubenea leo amefanya ziara katika kituo cha basi cha Sinza Terminal kwa lengo la kujionea namna kituo hicho kinavyofanya kazi zake kwa kushirikiana na wafanyabiashara waliopo katika kituo hicho. Akizungumza mara baada ya kufanya ziara hiyo, mbunge huyo wa jimbo la Ubungo amesema kwa sasa wana mpango wa kukifanyia maboresho kituo hicho kwa kuongeza idadi ya wafanyabiashara waliopo katika jimbo la Ubungo na kuhamishiwa kituoni hapo. Na hilo ndio tumefanikiwa. Tumejaribu kuondoa wafanyabiashara wengi huko mtaani, kuingiza huko ndani. Na sasa hivi tunaangalia tumeshaingia mkataba kwa mujibu wa meneja kwamba wale wafanyabiashara wa matunda wa Ilala wote waje hapa, wanatengewa eneo huko ndani, na mamalishe watakuwepo huko ndani. Na pia hawa wafanyabiashara wa Manzese pale, tunataka pale Manzese tunataka iwe Dubai ya Dar es Salaam. Sisi Ubungo tunataka kubadilisha ile Manzese. Kwa hiyo lile soko la chini la Manzese, kuna soko kule ndani kule la mboga lote tutalihamisha, tutalileta hapa. Kwa hiyo kule hatutaruhusu magari kupaki kule. Tunaangalia uwezekano, isipokuwa watu ili kuachia watu huduma, watu watakuwa wanapata huduma zao kule, kwa maana utakuwa unanunua mzigo hapa unaenda kushusha kule badala magari kuingia kule. Kwa hiyo tunatarajia kwa jitihada ambazo tunazifanya, kuna mpango sasa tumeongea na Sumatra, ikiwezekana basi ianzie ruti moja kutoka Mlandizi ije moja kwa moja mpaka hapa, ili kuhakikisha sasa abiria wote wa katikati hapo Msata, Mkata hapo katikati sasa wanaweza kupata huduma ya kuja moja kwa moja hapa, ili tuweze kuendelea kuchangamsha soko hili na kuweza kuamsha zaidi huduma za kibiashara katika eneo hili.
Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Elikunda Materu. Endelea kutazama EA TV. Kurasa.